Lakini kazi nyingine ya pili haikuwa nzuri sana, kwa maana ya nilikuwa nikishughulika na majini. Kwa hiyo ukisikia Sheikh Sharifu mzee wa majini ndio mimi. Kwa hiyo nilikuwa nikishughulika sana, kwa maana ya kuanzia kuwafahamu aina zote za majini na utendaji wao kazi na namna ya kuwamiliki, kwa maana ya kuwaagiza wafanye kile ambacho unachokitaka wewe. Kwa elimu yangu ile ambayo nilikuwa nasoma haikuwa tu kushughulika tu na majini, lakini kwenye nimevuka katika hatua mbalimbali, ikafika sehemu kwenye hatua ya kutengeneza majini. Jina langu naitwa Moses Mustafa Abdalla Lipambila, ni mchungaji kwa sasa, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG, hapo najiita saa ya urejesho hapa Mlabani Ifakara kwa Morogoro kwenye nchi ya Tanzania. Mimi namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu sana ambayo amenisaidia. Hata hivyo naposema Bwana Yesu asifiwe, kwangu ni jambo kubwa na la thamani sana katika maisha yangu, kwa sababu sikuwahi kufikiri kama ningeweza hata kusema Bwana Yesu asifiwe au hata kuwa Mkristo. Ilikuwa ni ngumu. Mimi nilizaliwa kwenye familia ya Kiislamu na nimezaliwa katika wilaya hii ya Kilombero kwenye mkoa huu wa Morogoro katika nchi ya Tanzania. Nilizaliwa kwenye familia ya Kiislamu, lakini baada ya kuzaliwa, kutokana na mambo ambayo wazazi wangu waliyaona katika maisha yangu pamoja na ushirikiano wa viongozi wa dini hiyo ya Kiislamu, basi nikapewa jina la Sharifu. Na katika kuendelea katika hiyo imani au dini ya Kiislamu, matokeo yake nikawa Sheikh Sharifu. Na katika kuwa Sheikh Sharifu, baada ya kuendelea na imani yangu hii ya Kiislamu, wakati huo nikianza tu kuchukua yale masomo yale ya awali ya Kiislamu, baada ya kulea kusoma, baadaye sasa ikaonekana sitakiwi tena kuishi maeneo huku ya vijijini. Kwa usaidizi wa imani au viongozi wa imani yangu ya Kiislamu ya mwanzo, wakanichukua hapa na kunipeleka Dar es Salaam na kuwa chini ya uangalizi wa BAKWATA. Na huko ndiko nilikopata elimu tofauti za juu ya imani ya Kiislamu, na baadaye hata kuja kuwa shehe. Na kazi kubwa ambayo niliyokuwa na shughulika mimi hasa ni mbili. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kushughulika na miadhara. Nilikuwa nasimamia na kuongoza miadhara. Katika maisha yangu nilikutoka moyoni, niliamini kwamba imani pekee ya kweli ni ya Kiislamu, ikimaanisha unyenyekevu. Na niliamini kabisa kwamba Wakristo wote ni makafiri na wanatakiwa warudi kwa Mwenyezi Mungu. Ule nasema Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo sasa kwa moyo wangu nikadhamiria kutoka moyoni kwamba Mungu wa imani ile nitie nguvu, nihakikisha kwamba kila mwananchi wa nchi ya Tanzania anakuwa Muislamu. Kwa hiyo kafanya hiyo miadhara kwa maana ya kusilimisha Wakristo. Na kipindi hicho nilikuwa sijui tofauti wa kimadhehebu ya Kikristo, kwamba kuna dhehebu hili. Nilijua wote ni Wakristo na wote wanatakiwa wasilimishwe ili waje kuwa Waislamu, kwa maana ndio dini ya Mungu. Nikiamini kwamba Ukristo ni dini ya mtu na kule tunaamini Yesu sio Mungu, ni mtu. Kwa hiyo watu waliomfuata huyo mtu wamepotea. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi yangu, na hata baada ya kuokoka mtumishi niliendelea kutubu kwa Mungu kwamba nimekosea, nimewapotosha watu kwa kuaminisha kwamba kule kuna Mungu wa kweli, kumbe sio. Na ndio maana sasa hivi Mungu ananisaidia kuhubiri sasa ili kurudisha. Kwa hiyo hii ndio kazi ambayo kimsingi nilishughulika nayo sana. Nilizunguka huko na kule nikiongoza misafara hiyo. Lakini kazi nyingine ya pili haikuwa nzuri sana, kwa maana ya nilikuwa nikishughulika na majini. Kwa hiyo ukisikia Sheikh Sharifu mzee wa majini ndio mimi. Kwa hiyo nilikuwa nikishughulika sana, kwa maana ya kuanzia kuwafahamu aina zote za majini na utendaji wao kazi na namna ya kuwamiliki, kwa maana ya kuwaagiza wafanye kile ambacho unachokitaka wewe. Kwa elimu yangu ile ambayo nilikuwa nasoma haikuwa tu kushughulika tu na majini, lakini
nimevua katika hatua mbalimbali, ikafika sehemu kwenye hatua ya kutengeneza majini. Kwa hiyo sio tu na nunua au nashughulika au nafuga majini, ilikuwa natengeneza hayo majini, na tulikuwa natengeneza hayo na kuwauzia watu mbalimbali, ikiwemo viongozi wakubwa wa ile imani ya kwanza. Kwa hiyo wakawa wananunua, kwa sababu kule kwenye ile imani ile kule kuwa kiongozi wa dini, kuwa kiongozi mkubwa sio hivi hivi. Huko kwenye Ukristo ni watu, ni neema ya Mungu, na Mungu akikuchagua kuwa kiongozi. Kule ni kwa kutumia mamlaka au nguvu ya kimajini. Yule mwenye majini makubwa, mwenye uwezo, ndio anakuwa kiongozi. Kwa hiyo kule tunatumia majini zaidi kueneza. Yaani nguvu ya ile imani ya kule ni majini. Yaani pasipo majini ile imani hakuna kitu. Kwa hiyo ni huko baada ya kuokoka ndo nimekuja kuona kuna kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huko kwenye Ukristo huko kuna Roho Mtakatifu, ndio nguvu ya Ukristo pamoja na damu ya Yesu. Lakini kule sasa ni nguvu ya majini. Sasa na mimi sijui niseme ni neema, lakini kwenye kusoma kwangu ile imani ya kule ikanipelekea madaraja kwa madaraja mpaka kufika viwango vya kutengeneza majini. Kwa hiyo na kama nimesema, wanunuzi wakubwa ni viongozi wenyewe, lakini pia wafanya biashara na watu mbalimbali ambao wanakuja kutaka msaada na tunauza. Na kimsingi hiyo ndio ambayo ni ya thamani, kwa sababu jini mwepesi tu ni kama milioni 5, lakini anazidi milioni 70 jini moja. Jini milioni 70. Kwa hiyo na hii ndio jinsi ambavyo vilivyo, na sijui nisemaje, Mungu anisaidie, lakini kwa kipindi kile mimi nipo soko kubwa mimi nilikuwa naishi pale Dar es Salaam kwa miaka yangu yote toka nitoke huko vijijini. Sikuwahi kurudi tena. Kwa hiyo nilikuwa huko na shughulikiwa na hao watu, na maisha yangu yote ilikuwa pale Dar es Salaam. Kwa maana hiyo sasa soko kubwa lilikuwa ni pale Kariakoo sokoni. Ndio soko kubwa la kubadilishana majini na pesa. Na ndugu mtangazaji, njia moja hapo ambayo tulikuwa tunatumia ni kucha kusafirisha majini. Kwa hiyo tulikuwa tunafuga kucha ndefu sana. Kwa hiyo kwenye zile kucha ndo tunasafirishia majini zile. Ndio tunasafirishia majini ile. Kwa hiyo tunaenda nayo kule Kariakoo, tunauza. Kwa hiyo unapata pesa. Na kipindi kile maisha ilikuwa, yaani pasipo Mungu pia kutoka ni ngumu, kwa sababu na ndio maana mpaka leo huwa nasema baada ya kuokoka sasa najua ukimwona mtu mpaka leo hajakuwa Mkristo kwa sababu tu kubwa mbili. Moja ni maamuma. Na ukisoma zaidi ndio unakuwa kama kina sisi, unakuwa na uwezo wa kumiliki majini, lakini ukisoma zaidi unakuwa na uwezo wa kuyatengeneza yale majini kwa manuizo manake. Kisha afika. Kwa hiyo wewe unajua tu kabisa kwamba unataka awe kama nani sasa. Kwa sababu ukifunua pale uwe na roho ngumu kidogo, kwa sababu utakiona kiumbe cha ajabu kidogo. Jini yuko tofauti na sisi, miili yake ana sifa zake, nitaongea labda ni baadaye, ila anatisha kidogo. Sasa wewe unaweza kunuizia manake ni kuisemea unataka kiwe awe nani. Ukitaka pete ndo inatulia ile, ukifungua pete. Ukitaka cheni unainuizia inatulia, ukifungua cheni. Kwa hiyo ni vile ambavyo kwa hiyo hii ni njia nyepesi, na njia ziko nyingi za kutengeneza kwa hiyo za kutengeneza majini na namna pia unataka jini mwenye haiba, kwa sababu majini wako tofauti. Kuna jini mwenye haiba ya kibinadamu. Sasa hiyo lazima kuna namna yake ya kumtengeneza, ikihusisha mtoto mchanga, mimba, maana lazima uende uchukue mimba mama mwenini. Kwa hiyo unamtengeneza jini mwenye haiba ya kibinadamu, mwenye DNA, yani mwenye uhusiano wa kibinadamu. Kwa hiyo inategemea unataka aina gani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tulikuwa tunashughulika navyo sana, na kwenye hiyo sasa, kwenye kushughulika hivyo, japo kuna upana, kuna vitu vingi viko huko vinavyoendelea ambavyo tulikuwa tunafanya. Lakini kingine ambacho tulikuwa tunashughulika nacho kwenye hicho upande wa majini, kuwahudumia waganga wa kienyeji. Popote napoenda, nimekuambia mwanzoni nilikuwa nafanya miadhara. Kwa hiyo ninapokwenda kule baada ya kazi miadhara au nikifika tu, lazima wachawi wote wakusanyike pale kwa mamlaka niliyokuwa naye kwa kipindi kile.
Nikifika tu nishafahamika kote kwenye ulimwengu wa roho, na wachawi wote wa eneo wamefika. Kwa hiyo na watawanyisha, tunasema okay, nimeshawajua, baadaye tukutane. Unaweza usijue naongea na nani, lakini na watawanyisha wale waondoke, ili niwe nao na kikao baadaye. Kwa hiyo baadaye nikimaliza kazi zote, kama ni usiku, wanakuja, ndo nakaa nao, naongea nao, na maswali makubwa ni mawili, kwamba nani anaowashinda kwenye mji huu, na jambo la pili, wateja, mnapata wateja au hampati. Kwa hiyo kana wasaidia kwa hivyo, kwa sababu ndugu mtangazaji, kwa namna ambavyo nilivyofikia kwa viwango vile vya kule vya kigiza, niliamini kwamba hakuna mtu duniani mwenye uwezo na nguvu za kunizidi. Kwa upande wa kigiza nilikuwa siamini. Kwa hiyo nikifika popote nasema nani anayewasumbua ili ashughulikiwe haraka sana. Kwa hiyo nilikuwa siamini kwamba, na naona nilivyookoka namrudishia utukufu Yesu kwamba kweli Yesu ni kiboko. Nilikuwa siamini kama yoyote anaweza akanifanya chochote kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo ilikuwa tu kuwasaidia waganga, kwa sababu ni wako kwenye kampani yetu ya kuwasaidia. Kwa hiyo kama wanasema wagonjwa hakuna, ninachokifanya na kukubaliana nao sasa kwamba mimi nasababisha wateja waje, na nyinyi mtanipa shilingi ngapi. Kwa hiyo kama 100,000, kama 200,000. Kwa hiyo mimi ninachokifanya, kwa sababu na majini mengi ya kila namna, ninachosababisha naita jina moja, jini moja, na aliagiza, kwa sababu kuna elimu nyingine sijaisema ya kutengeneza magonjwa. Yupo na yenyewe kwenye upande wa kichawi sasa huo. Unatengeneza magonjwa, kwa hiyo tunampandikizia jini, anazunguka, anaacha kama upupo hivi, anaachilia hewa ambayo ya kimagonjwa. Kwa matokeo yake, wakiamka kesho asubuhi, mji mzima unaumwa, inategemea umenuizia nini. Yaani umesemea waumwa ni kama ni kualisha, mji mzima; kama ni upele, mji mzima; kama nini, mji mzima. Wataka kwenda hospitali maana ni wachache, kanisani wachache, wengi ni kwa waganga. Kwa hiyo ndio njia ambayo wanayotumia sasa kupata wateja. Kwa hiyo yale magonjwa, maana yake yani kwa maana nyingine, yale magonjwa yanatengenezwa kichawi kwa kutumia nguvu ya majini ya kuwaingizia watu. Yes, alafu sasa ndio watakao kwenda kanisani wachache, hospitalini wachache, wengi kwa mganga. Kwa hiyo inakuwa tayari tumemtengenezea ulaji yule mganga wa eneo lile, apate pesa kupitia udanganyifu wa kishetani kwa njia ya kikafara tu hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tunafanya, lakini pia ni mengi ambayo huko tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo nje ukinitazama ni mwadhiri wa Kiislamu, lakini nje ya hapa ni mtumishi wa shetani mkubwa sana. Lakini pia kuhakikisha kwamba watu hawaondoki kwenda kwa Mungu, yani wasimtegemee Mungu, wategemee waganga wa kienyeji. Na labda nikwambie tena siri, elimu nyingine hiyo, kwamba kwa kuwa tunashughulika na ushuhuda hapa, kwamba kwenye elimu, japo hiyo ni elimu ya mwanzo kabisa, kwa sababu huko mwanzo unaanza kuwa mshirikina. Ukitoka kuwa mshirikina unakuja kuwa mchawi. Ukitoka mchawi unakwenda kuwa mganga mfuga majini, alafu ndio mtengeneza majini, ni lenki ya juu kidogo. Kwa maana hiyo sasa huko kwenye uchawi kuna level ndogo ndogo. Sasa kule kwenye uchawi na uganga kozi ni moja, yaani mganga na mchawi ni mmoja. Na wanapoenda kwenye kozi ya kujifunza, unaanza kwanza kufundisha uchawi kabla ya uganga, kwa sababu uchawi ni kutega, uganga ni kutegua kilichotegwa. Kwa hiyo unaanza kwanza kufundishwa jinsi ya kutega, alafu ndo unafundishwa jinsi ya kutegua. Umeona? Kwa maana hiyo yote maana ni kozi moja, ila tu sasa unaamua mwenyewe ipi uifanyie kazi. Wengi wanapenda kufanya kazi uchawi kwa sababu ni kitu cha siri, yaani hawataki watu wamfahamu. Kwa hiyo lakini mtu akitaka ajulikanike na hasa apate hela, sasa ndio anaamua kuwa anachumia kipawa kingine cha uganga wa kienyeji. Kwa hiyo akishakuwa mganga wa kienyeji ni kama anajitangaza yeye ni mchawi. Lakini ndugu mtangazaji, wachawi ni wengi kuliko waganga, kwa sababu wengi hawataki waonekane, lakini wana uwezo wa kufanya uganga wale wachawi, kwa sababu wameshapata full course, ila tu hataki watu wamjue kwamba yeye ni mchawi. Kwa hiyo hafanyi uganga, anaacha anakuwa tu mchawi.
Kwa hiyo hivi haya ndio maisha yangu ambayo kimsingi huo nilikuwa naishi. Kwa maana nyingine, lakini kwa kifupi ni kwamba kwa nje unanyona ni shehe, ninashughulika na masuala ya kuwafanya watu wawe Waislamu, lakini nyuma ya hiyo ninashughulika na majini na kuwafanikisha watu, ambao kimsingi kwenye hiyo elimu, kwenye upande huo ndo nilikuwa nikitumika zaidi, nikifanya zaidi na wateja wako. Na ndio maana, ndugu mtangazaji, baada ya kuokoka, yule mama aliyenipokea, taongea hapa baadaye kwa namna jinsi nilivyookoka na kufukuzwa na kulaaniwa na ndugu zangu na watu tu wakanilea. Sasa mama mmoja hivi aliyenilea, baada ya kuokoka tu kwenda kanisani, kurudi siku ile ile tu kabla hujafika huko, kwa sababu sijajua hatua ya kuokoka ilikufikiaje mpaka ukafanya maamuzi, kwa sababu ulikuwa ni mtu ambaye uko kwenye linki ya juu. Na ni kweli, nashukuru ndugu mtangazaji. Kuokoka kwangu kulikuwa hivi. Kiukweli, kwanza isingekuwa kwa mazingira niliyokuwa nayo, sikuwa na, yani niseme, sikuwa na uwezo wa kuonana na raia. Sikuwa. Na ndio maana mimi toka kuzaliwa kwangu sikuwahi kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote. Huyo niliyekuwa naye ndio wa kwanza, nadhani na ndio atakuwa wa mwisho. Kwa hiyo sikuwa na uwezo wa kuishi na watu raia. Sasa wakati naendelea na hizi shughuli zangu za kila siku nikitumikia imani yangu hiyo, siku moja nikiwa nimekaa, nilivyookoka mtumishi, siku moja nikiwa nimekaa, siku moja nikiwa nimekaa, nikasikia sauti inaniambia, sauti inasema, mwanangu, inatosha, njoo nitumikie. Mwanangu, inatosha, njoo nitumikie. Mwanangu, inatosha, njoo nitumikie. Sasa baada ya kusikia sauti ile, sisi kule Waislamu, ukisikia sauti hiyo unaona kama ni mashambulizi ya Mungu yani mashambulizi ya kishetani. Kwa hiyo kwa maana lazima upige, yani kuna namna ambayo sisi kule lazima ufanye kuilani ile roho. Yani sikufuatilie. Sasa nilivyosikia mara ya kwanza nikailani kikwetu kule, ikaendelea mara ya pili nikailani tena, mara ya tatu nikailani. Kwa hiyo kawa inasema tu, mwanangu, inatosha, njoo nitumikie. Inatosha, njoo nitumikie. Wakati sauti hiyo inakuja ulikuwa wapi? Nilikuwa katikati ya hiyo imani, na nikiwa kwenye mazingira hayo ya kimashehe na kwenye maeneo yao huko. Huko. Sasa na baada ya kunijia kwamba mwanangu, inatosha, njoo nitumikie, basi nikadhani kwamba kwa kuwa kuna siku kadhaa sijafanya miadhara, nikidili tu na haya majini, nikadhani kwamba labda nimepunguza misafara ya miadhara ya kusilimisha Kristo. Kwa hiyo nikasema hapa nitoke nikaone mashehe ili wapange safari tena sasa kwa ajili ya kuzunguka mikoani kuandaa miadhara. Wakati nainuka pale ndani, napiga hatua 2-3, sauti kanijia tena kwamba, je, huko unakokwenda ndio Mungu wa kweli au kuna Mungu wa kweli? Kanijia sauti hiyo. Ilivyonijia ni kama ikanikatisha tamaa ya kuendelea kwenda kwa maisha. Nikarudi tena ndani kwenye ndani chumbani kwangu, nikakaa kwenye kitanda, ndio nikawa kujiuliza kwamba huku nakwenda kuna Mungu wa kweli? Kwani Mungu, kwani ikaanza tafakari binafsi, kwani Mungu wako wangapi? Kuna Mungu ni nani? Mnajua mnaki ni Mungu ala Subhanahu wa Ta'ala, na mwingine nani? Kwa hiyo ikaanza kunitafakarisha pale. Baadaye nikasema ninafahamu kwa zamani sana nilishawahi kusikia Wakristo wana Mungu wao. Sasa inaonekana, yani kipindi hicho nilikuwa natafakari kwenye ile sauti inasema, je, huko kuna Mungu wa kweli? Kwa nikaja kwa kumbe kuna Mungu wa kweli na Mungu si wa kweli. Imani yangu yule Mungu wa Kristo ndio Mungu si wa kweli. Sasa nilipokaa pale kitandani ni kama nikawaleta wote wawili. Huyu ni wa kweli, huyu anasema sio wa kweli. Wa Kristo ni nani? Okay, kwa hiyo kutokea hapo sasa akili zangu zikanijia nimfuatilie kidogo huyu Mungu wa Kristo, kweli wake ukoje. Kwa hiyo ukasababisha niondoke mle ndani. Niondoke sasa, nitafute raia. Yani kwa sababu nikwambia sionane na raia, sasa nitafute raia sasa ili niweze kukutana nao.
Kwa hiyo bahati nzuri kwa Dar es Salaam nikafikia Kurasini. Dar es Salaam Kurasini. Katafuta kwa nyumba mama pale, kakaa pale. Sasa wakati natafuta nimpate nani atakaye nieleza zaidi kuhusu huyu Mungu wa Kristo, kwa sababu sauti inaniambia je, huko kuna Mungu wa kweli, kwa maana kwenye Mungu wa Waislamu. Kwa kama ikanijia, kwa kama kuna mashaka kama si wa kweli, sasa nipate taarifa ya Mungu wa Kristo, sababu sijui lolote, ili nije tu ni bageni. Kwa sababu kule kwenye miadhara yetu tunavyofanya kule, tunafanya miadhara kwa namna ya kuikashifu Kristo ili waje kwenye Uislamu. Kwa hiyo upate maarifa sahihi, unapata tu ni maarifa tu ya kupindua, na tunatumia Biblia ile lakini tunaigeuza. Kwa hiyo sasa, kwa neema za Mungu pale, kimsingi nimshukuru sana Mungu. Jirani kulikuwa na familia fulani hivi ya watu fulani hivi kutoka Iringa, walikuwa wanaitwa mama, namkumbuka mama mmoja hivi alikuwa anaitwa mama Atu au mama Changa. Yule mama kwenye familia yake pale alikuwa na, manake ni familia na watoto pale. Kwa hiyo nikapata bahati ya kukutana na mtoto wake mmoja, kwa maana yani mke wa mtoto wake, namkumbuka yeye mwenyewe, sio kama itoka kasahau. Kwa hiyo nikajaribu kumuulizia pale, yeye akasema basi jioni nikupeleke kwa kiongozi wangu. Kwa hiyo nikasita, lakini baadaye nikakubali. Kwa hiyo tukatoka Kurasini tukaenda Majumba 6. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.